Bwana Yesu asifiwe sana. Jana tumeomba kwa ajili ya ugonjwa wa kisukari na kipanda uso. Leo tunaomba kwa ajili ya ugonjwa wa kansa au saratani. Saratani ya chochote. Yaani kansa yoyote isitokee kwenye maisha yetu. Na tunapoomba kwa ajili ya magonjwa haya, tunaomba magonjwa haya yasitupate kuanzia umri tulionao sasa hivi mpaka umri wa miaka 150. Kama unasikia ndani mwako kuendeleza mpaka umri wa miaka 500, unaweza ukaendeleza. Amen. Lakini ukifika miaka 150 tayari utukufu ni wa Mungu mkubwa. Haleluya. Musa mwenyewe alifika 120, si ndio? Sasa sisi tukikaza tukafika hata 150, sio mbaya. Sio mbaya. Tunakuwa tumemaliza vitu vingi sana, tumepewa na bonus. Nasoma mistari michache ambayo itatupeleka kwenye maombi. Petro wa kwanza 2:24 inasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Yesu Kristo alichukua dhambi zetu ambazo dhambi zingeweza kuturuhusu Haleluya. Yesu alichokifanya msalabani, Mungu ametuhurumia. Bwana ametuhurumia. Kwa lugha nyepesi tumekuwa tukizungumza na watu ambao tuko kwenye maombi. Mtumishi wa Mungu yoyote. Nikisema mtumishi wa Mungu manake wewe unayemwamini Yesu Kristo. Wewe ambaye unasema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umekombolewa. Magonjwa hayapaswi kuwa sehemu ya maisha yako. Haupaswi kusumbuliwa na magonjwa yoyote. Ni watu wachache sana. Alafu dada wewe unapendaga kusinzia. Wewe sio mara ya kwanza. Mpaka nimekukaliri. Haleluya. Mara nyingi 90% au 99% ya watu tunaweza tukasema Mungu hajawapa magonjwa kabisa. Ni watu wachache ambao wanapata majaribu ya magonjwa kwa ajili ya kuimarishiwa imani zao, lakini at the end of the day wanapokea uhai na uponyaji pale watakaposimama na kumwamini Yesu Kristo. Amen. Lakini 90% kubwa ya watu duniani hatupaswi kuwa na magonjwa. Hospitali zimejawa na watu ambao hawakupaswa kuwa mahali pale. Na nisikie vizuri. Madaktari mtanikasirikia, owners of hospitals mtanikasirikia, lakini mimi hainisumbui. Kwa sababu gani? Na wewe utegemea hospitali kula. Unamtegemea Yesu Kristo kula. Unamtegemea Mungu kula. Sasa mtumishi anaposema hospitali hazitakiwi kuwa na magonjwa, sisi tutapata hela wapi? Unapata hela kupitia wagonjwa. Wewe maisha yako umeyawekeza kwenye wagonjwa ndio upate hela. Nakwambia unafeli maisha. Lazima ufeli maisha. Kuanzia siku ya leo Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye. Ukimtegemea Bwana, ukimtegemea Mungu kwenye maisha yako, hospitali hiyo haina wagonjwa, hiyo hospitali iwe na wagonjwa, hospitali iwe katika hali gani, kwa sababu ya wewe kumtegemea Mungu, Mungu anaachilia baraka kwako. Na nisikia vizuri. Don't enjoy people to sleep in the hospitals. 90% kubwa ya watu walioko hospitali wana matatizo na hawayajui makusudi yao. Shetani anawafunga ili wasiishi kwenye makusudi na yetu wawe na magonjwa ili yawamalize, yawaondoe, waondoke kwenye ulimwengu huu wakiwa hawajaikamilisha kazi ya Mungu, tena wakiwa ni dhaifu. Haleluya. Sitarudia sana kwa sababu tumeshaongea kuanzia siku ya 61. Hapa ninapita kwa sababu ya wale tu wageni ambao wako mahali hapa. Lakini Mungu anahitaji imani yako kwenye uponyaji. Mungu anategemea umpe imani. Faith is the product that brings results. Imani ndiyo inayozaa matokeo.
Bila imani hakuna uponyaji. Bila imani upokee chochote. Mimi nakwambia, usipoweka imani kwenye jambo lolote unaloliombea, bora uache. Huwa nawaambia watu lugha ngumu, huwa nawaambia hivi, kama una imani na uitaki imani, omba Mungu ufe. Hauna haja ya kuishi kwa sababu utaki matokeo yanayotokana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Hauna nini? Hauna maana duniani. Lakini kama unataka matokeo yoyote, hakikisha faith is applied. Imani inawekwa mahali pale. Na nimekwambia imani atuamini kwenye mambo ambayo yamekwisha kutokea. Unanisikia vizuri? Wewe uamini tu kwamba Petro alijitahidi kidogo. Ukiamini Petro akajitahidi, alafu wewe kwako usiapply imani, haina maana. Yaani tulichoandikiwa kule, maana yake tunatakiwa tukiapply. Unayoisoma kwenye Biblia kina Daniel, imani unayosoma kwenye Biblia ya kina Ibrahim baba wetu wa imani, usipoiamini na kuiapply kwenye maisha yako, haifanyi kazi. Kwa haina msaada wewe kama utaamini kwamba Petro alifanywa hivi, Ibrahim alifanywa hivi, alafu wewe uamini la kwako. Kile kilichoandikwa pale unatakiwa ukiapply kwenye maisha yako. Yaani ile imani iliyowekwa pale, Mungu amekwambia ili uweze kuifanye kazi kwenye mambo ya kwako. Sio mambo ya Ibrahim. Yule alishamaliza. Haleluya. Ndio maana nakwambia imani inafanya kazi kwenye kitu tunachokitarajia. Unatarajia baada ya miaka 150 wewe kwenye ulimwengu huu unaondoka hujawahi kuumwa kansa kabisa. Hilo ndio tarajio letu siku ya leo. Kwamba kuanzia leo hii, mwaka wangu wa 20, mwaka wangu wa 30, mwaka wangu wa 40, nikisema 20 maana yake ni 20s, 30s, 40s mpaka gemei kupata watu wenye changamoto zenye kansa. Not for us. Sio kwetu. Haleluya. Kwa dalili zozote, symptoms, signs zozote ambazo zinajinyemeleza kwa ajili ya kutuletea kansa, leo tunazikansel. Leo tunaziondoa. Sijui kuna wengine wana matatizo ya kansa, leo tunayamaliza. Sijui kuna mionzi litafuna, sijui ikala, sijui kafanya nini, leo tunapambana na hizo sehemu ambazo mionzi ilipita ikapaumiza. Amen. Jambo ambalo Mungu linamshinda. Mungu anapita na kukupa viungo vipya. Yesu ana uwezo wa kuachilia viungo vipya kwenye maisha yako mpaka ukashangaa. Na ndicho kitu ambacho kinaenda kufanyika siku ya leo. Do you trust kwamba Mungu anaweza akatoa kiungo kisichofaa kuwekea kiungo kipya? Unaelewa kwamba Mungu anaweza kukutolea viungo visivyofaa akakupa viungo vipya? Basi siku ya leo Mungu anakwenda kuachilia viungo vipya. Hata wewe ambaye wamekupandia ugonjwa wa kansa kwenye mwaka fulani, kwamba ukifika miaka fulani upatwe na hilo tatizo, tunalipindua. Halitakupata. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tunakuja mbele zako. Tunakuja mbele zako. Kwa toba na rehema. Kwa toba na rehema. Tunaomba toba na rehema. Tunaomba toba na rehema. Sehemu yoyote. Sehemu yoyote. Eneo lolote. Eneo lolote. Tuliporuhusu. Sisi wenyewe. Malango. Yakafunguka. Kwenye maisha yetu. Mpaka magonjwa. Ya kansa. Saratani. Zikaingia. Na kutuathiri. Siku ya leo. Tunaomba toba. Tunakisogelea. Kiti chako cha neema. Kiti chako cha neema. Tunakisogelea. Kiti chako cha neema. Kwa ujasiri. Tupate rehema. Ya kutufaa. Wakati wa mahitaji yetu. Bwana.
Bwana, tunauliza rehema zako, tunauliza rehema zako, sehemu yoyote, eneo lolote shetani ananishtaki juu ya magonjwa ya kansa, juu ya dhambi ambayo inaniingizia ugonjwa wa kansa, ninaomba toba, ninaomba rehema. Eneo lolote pando la kansa limepandwa, limeandaliwa kwenye maisha yangu miaka ijayo, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba. Neno lako linasema tubuni basi na mrejee, dhambi zenu zipate kufutwa, zije nyakati za kuburudishwa kwake Bwana. Ninaomba toba, tunaomba rehema. Tumesogea msalabani kwako kwa toba na rehema, tunaomba rehema zako, ziwe juu yetu kwa jina la Yesu, tunaomba toba. Kila mlango tulioacha wazi kwa kujua au kutokujua, tunaomba rehema, tunaomba toba kwa jina la Yesu. Neno lako linasema afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema. Tunaungama dhambi zetu, tunaomba rehema zako. Tumekosa Bwana, tumeruhusu sisi malango kuwa wazi, mpaka magonjwa ya kansa kututafuna, kutuharibia, kutupangia. Bwana, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba rehema kwa jina la Yesu, tunaiachilia damu yako ya thamani, hiyo damu ya Yesu inenayo mema kuliko damu ya Abeli, ipite sasa na kunena mema kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Ninainyunyiza damu ya Yesu, utosi mpaka unyayo, damu ya Yesu ipite, ipite kwenye mwili wangu, ninanyunyiza kwenye viungo vyangu, kwenye mwili wangu, kwenye eneo lote waliloshambulia, ninaiachilia hiyo damu ya msamaha, masamaha ya dhambi, damu ya ukombozi, ipite sasa, kwenye kila kiungo, damu ya Yesu. Bwana, neno la Bwana linasema na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Ninaimwaga damu ya Yesu kwenye mwili wangu, kwenye viungo vyangu, kwenye maini, kwenye utumbo, kwenye mwili wangu. Damu ya Yesu ninaimwaga ikaondoe kila kiungo kisichofaa, ikaondoe, ikasafishe, ikaoshe. Damu ya Yesu ipite sasa, hiyo damu ipite sasa, damu ya Yesu, ninainyunyiza kaunyayo, utosi mpaka unyayo, damu ya Yesu, ipite sasa, kwa jina la Yesu, neno la Mungu linasema, neno la Bwana linasema
chochote lolote lisilopandwa na baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Tunang'oa. Ninang'oa kila pando la saratani lililoachiliwa kwenye mwaka wangu huu, mwaka wangu wa 20, mwaka wangu wa 30, mwaka wangu wa 40, mwaka wangu wa 60, mwaka wangu wa 60, mwaka wangu wa 70, mwaka wangu wa 80, mwaka wangu wa 90, mpaka mwaka wangu wa 150. Ninang'oa kila pando la saratani. Tunang'oa. Ndani ya mwili wangu. Nang'oa. Ndani ya mwili wangu. Ng'oa. Kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watasema kwa lugha mpya. Pepo lolote la saratani lililotupiwa kwenye maisha yangu, achia. Toka. Achia mwaka wangu. Achia mwaka wangu wa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150. Kila pepo la saratani toka. Kwa jina la Yesu. Napangua mipango yote. Kila mipango hiyo mibaya juu yangu la gonjwa la saratani ninapindua, ninavunja, ninavuruga mipango yao. Kwa jina la Yesu. Ninaharibu hiyo mipango juu ya maisha yangu. Mipango yote ya saratani iliyoachiliwa, inayopangwa kuniharibia afya yangu, ninaharibu kwa upanga wa moto, kwa upanga mkali, kwa upanga wa Bwana, kwa upanga wenye nguvu, kwa upanga mkubwa. Kata. Pasua. Aribu. Pasua. Kwa jina la Yesu. Nakataa. Kila upinzani ulioachiliwa kuniharibia afya yangu, kuniharibia afya yangu, nakataa. Ninapinga kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema ombeni lolote kwa jina langu mnapokea, mnapewa. Nakataa kwa jina la Yesu. Ugonjwa wa saratani na ukataa kwa jina la Yesu. Neno la Bwana
Neno la Bwana linasema uzima na mauti viko kwenye uwezo wa ulimi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninapinga na kataa huo ugonjwa wa saratani kwenye maisha yangu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa chemka nena mbele za Bwana. Nena kwa Luka dakika 3. Concentrate kwenye ugonjwa. Nena kwa Luka. Kama huwezi kunena kwa Luka, semezana na Bwana akufungue ugonjwa huo, akuepushe na ugonjwa huo. Semezana na Bwana. Unaweza kunena kwa Luka, nena kwa Luka juu ya ugonjwa. Nena kwa Luka ndani ya dakika 3. Rashata baregedea lakota baratuza risata baradea kabarakata likabaradaya. Yes, endelea jichetu rakota barakata rababa chemka sharata rakata nena kwa Luka. Kuna jambo linafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Tunaponena kwa Luka tunavuka mipaka yetu. Ni Roho Bwana anatusaidia kupita sehemu ambazo hatuwezi kufika, maeneo ambayo hatuwezi kufika. Semezana na Bwana kwa Luka mpya. Lakota barakate sheriska bradia laketa baradisha rianta parata riakata rababaya riakapa sharikata Rasata baradea lakota baradea Sharika baradoza rianta bladia shariska to lado ipapa riakapa peruskapa perikapa rabagade bashata ragada
Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu pita. Kila tulikopika. Kila tulikopika. Tunatuma damu ya Yesu. Tunatuma damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu isafishe. Damu ya Yesu isafishe. Hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Ipite na kusafisha. Ipite na kusafisha. Ipite na kusafisha. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Karabasheteregodo. Tamka maneno yako sasa. Tamka ukiri wako sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakataa magonjwa ya saratani. Umesema wewe mwenyewe ulizichukua dhambi zetu katika mwili ukaziweka juu ya mtu, tukiwa juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Tunatamka uhai kwenye maisha yetu. Tunatamka uzima kwenye maisha yetu. Tunatamka uhai kwenye viungo vyetu. Viungo vya miili yetu tunavitamkia uzima. Tunavitamkia uhai. Tunavitamkia uzima. Neno lako linasema mwivi aje ili achinjwe na kuharibu, bali wewe ulikuja ili wewe na uzima, kisha wewe na tele. Katika jina la Yesu tunatamka uzima tele. Tunatamka uzima tele kwenye afya zao, kwenye miili yao, kwenye viungo vyao. Uzima tele kwenye viungo vyote, kwenye viungo vyetu. Uzima tele. Uzima tele. Uzima tele. Uzima tele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rakabareke de bashata rakata. Isadi baragado bashanda rakadaya. Rianta braduja rekota parakataya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno lako linasema Musa alikuwa mtu wa miaka 120. Alipokufa jicho lake alikupofuka, wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Tunatamka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ile nguvu iliyompa Musa ushindi mpaka miaka 120 tunaiachilia kwenye miili yetu. Miaka 150 tukafike tukiwa na nguvu. Tukafike tukiwa hatuna ugonjwa wa saratani. Tukafike tukiwa hakuna magonjwa yoyote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu ile iliyompa Musa mpaka miaka 120 akiwa na nguvu, tena akiwa sio kipofu, tunatamka kwa jina la Yesu, saratani inatuachia. Saratani haitatupata. Saratani haitatuweza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Saratani ni jina na Yesu Kristo ni jina, lakini Yesu Kristo ni jina lenye nguvu, ni jina lenye uweza, jina likomboalo. Tunaliachilia hilo jina la Yesu likaondoe, likaharibu kila kazi za ibilisi zilizoachiliwa juu ya maisha yetu. Tunatamka uhai, tunatamka uzima, tunatamka uhai, tunatamka uzima, tunatamka uhai, tunatamka uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Viungo vyao tunavitamkia uzima. Viungo vyao tunavitamkia uhai. Tunavitamkia uhai. Tunavitamkia uhai. Tunavitamkia uhai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. 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 Mabaya yatawapata, wala tauni haitaingia kwenye hema zao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba tukiamini. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Yes Lord. Hallelujah. Wale wote ambao mnatufuatilia kwenye mtandao wetu wa YouTube, na wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili siku 100, siku 100, tuko kwenye maombi ya siku 100 na leo ni siku yetu ya 63. Wale wote mnaofanya maombi msisahau kutoa sadaka kwa ajili ya maombi haya. Haleluya. Haleluya. Amen. Unaweza kuketi kwenye uwepo wa Bwana. Siku ya kesho tutaenda siku ya 64. Usisahau kurudia maombi kwenye lango la saa 6 mchana. Uzungumze na Mungu hata kama utakuwa safarini, zungumza na Bwana kwa dakika kadhaa. Lakini usisahau lango la saa 12 na lango la saa 6 usiku. Asifiwe Bwana Yesu.